Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili. Watu wengi wameathirika na magonjwa kujirudia mara kwa mara, ni kwa sababu wameacha kwenye tiba mama. Tunapozungumza tiba asili, tunazungumzia tiba mama, ndio mzazi wa tiba katika afya ya mwanadamu. Tunapozungumza tiba asili, ndio tiba pekee iliyoanza kuwepo tangu mwanadamu ameweza kuwepo duniani. Maana yake kwamba ndiye mzazi wa tiba yoyote unaifahamu. Kabla ya dawa zozote unazozifahamu wewe, tiba asili ndio tiba mama. Kuna maradhi mengine ambayo yanakuwa hayatibiki hata katika tiba hizi tulizozoea. Mfano, tatizo la homa ya ini, hepatitis B, C, D, E, zote hizi ni aina ya virus ambao wanaoshambulia ndani ya mwili, lakini wanaambukizana kwa njia ya maji. Ikiwa kwamba utakutana mtu mwenye majasho akiwa na ugonjwa huu, anaweza kukuambukiza. Lakini pia unaweza kupata ugonjwa huu ukikutana naye na mwenzi wako akiwa na ugonjwa huu, utaweza kupata. Lakini pia akiwa anaongea mwenzi wako mate kakurukia, basi unaweza kupata ugonjwa huu. Kwa kuna namna yoyote kwenye misongamano, au unakuta mtu amekaa sehemu majasho yake, halafu unataka ukakaa pale, yale majasho kayapata, bado unaweza kujikuta ukaingia kwenye ugonjwa huu. Kwa hiyo tukushauri, kama wewe una changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini, kama nilivyosema, ugonjwa huu unaambukizana kwa njia ya maji. Watu wengi wanasema, mimi nataka kuanza mahusiano na mwenzi wangu, lazima nimpime ukimwi. Sawa, utampima ukimwi. Homa ya ini umempima? Kwa sababu utapima ukimwi, kama homa ya ini utampima, bado utakuta uko kwenye hatari vile vile. Kwa hiyo tukushauri, kama inawezekana, basi nenda kapime, then uchome chanjo ili usipate maambukizi. Lakini kama unataka pia, kama umeshakwisha kupata maambukizi, tuko na dawa yetu inaitwa Magida. Tuko nayo hapa, ambayo hii dawa ya Magida ndio dawa pekee ambayo inatibu tatizo la homa ya ini. Hii inatibu jamii nzima ya virus, na baada ya kutumia dawa kwa muda wa siku 14, utakaa siku 7, then utaenda kupimwa na utakutwa huna maambukizi ya ugonjwa huu. Na baada ya kutambulika huna maambukizi haya, watu tuliowatibu wakapona, tumewashauri baada ya hapo waweze kuchoma chanjo ili wasiweze kupata maambukizi tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama wewe ulikuwa na maambukizi ya homa ya ini, lakini bado ukawa wewe ukaja ukajitibu ukapona, ukarudi kwenye jamii ile ile, halafu bado wale watu ambao ulikuwa uko nao karibu, mwisho wa siku watakuambukiza tena. Na ndio maana tumesema kwamba unapokuwa na changamoto hii, tukikupa tiba sisi, baada ya kupona, watu tuliowatibu tunawashauri wakachome chanjo ili wasiweze kupata maambukizi tena. Kwa kama una changamoto ya homa ya ini ambayo inatokana na virus, hepatitis B, C, D, E, zote tunatibu kwa dawa yetu ya Magida. Lakini homa ya ini pia iko ya aina ya pili ambayo inatokana na lifestyle. Lifestyle maana yake ni maambukizi ambayo yanatokana na mfumo wa maisha ambao wewe mwenyewe unaishi. Labda kwamba homa ya ini umeipata kutokana na uvutaji sigara, homa ya ini umeipata kutokana na utumiaji pombe kupita kiasi, homa ya ini umeipata kutokana na utumiaji wa dawa kemikali kwa muda mrefu, homa ya ini hii ya kawaida umeipata pengine kutokana na kumeza kula sumu bila kujijua, au homa ya ini yaweza umeipata kwa sababu uliwekewa sumu. Hii tunasema ni homa ya ini ambayo inatokana na mfumo wa kawaida, na hii hauwezi ukaambukizwa, maana umeipata kwenye mfumo wa maisha ambao wewe mwenyewe unaishi. Sasa hii dawa hii tatizo la homa ya ini ya kawaida, tuko na tiba yake nyingine inaitwa Nkanya Plus ambayo yenyewe inatibu homa ya ini. Hii tunasema ni ya kawaida, lakini ile ambayo imetokana na virus tunayo inaitwa Magida ambayo ndio inatibu homa ya ini itokanayo na virus ambayo ni hepatitis B. Kwa hiyo sasa basi tukushauri, kama una changamoto ya tatizo hili, iwe homa ya ini ya kawaida au ya hepatitis, basi uweze kufika kwenye kituo chetu, utapata tiba ambayo ya kupona na si kutuliza au kuendelea kutumia dawa za kuendelea kupunguza makali tu bila kuondoa tatizo. Watu wengi wamedanganyika. Mtu anakuambia kwamba tutakupa supplement au virutubisho. Tuseme virutubisho, mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba ni vizuri vikitumika mtu hajapata maambukizi,
Lakini kama una maambukizi, maana yake inahitajika ni tiba ya kuondoa maambukizi kuliko kuendelea kutumia tu virutubisho tu badala ya kuondoa tatizo. Ni sana mtu ambaye tumzungumzie ambaye ana changamoto ya matatizo ya macho, haoni, aidha macho yake yamekuwa na changamoto ya kutokuona vizuri, halafu leo unamshauri atumie mchicha, mboga za majani kwa ajili aweze kuona. Hawezi akaona kama tayari ameshapata matatizo ya macho, lakini unaweza kumshauri atumie mboga za majani ili asipate matatizo ya macho. Kwa hii ndio maana ya kutumia virutubisho, utumie kabla haujapona. Kwa una changamoto hiyo, fika kwenye kituo chetu utapata tiba. Lakini pia wale ambao wana changamoto ya tatizo la PID na fungus ambayo ikijirudia mara kwa mara inapelekea ugumba, kushindwa kupata watoto, basi wafike kwenye kituo chetu waweze kupata tiba itakayoweza kumaliza moja kwa moja. Lakini kuna watu pia ambao wamekuwa wanashindwa kusafiri na wenzi wao katika safari, kwa maana ya tendo la ndoa. Unakuta mtu anaanza safari moja, dakika 2 amefika safari yake, lakini unakuta mtu mwingine hata kuanza safari tu unakuta hawezi kabisa kusafiri na mwenzi wako. Tukushauri utumie dawa yetu ya Nkamba ambayo itakurudishia heshima yako mwanaume. Na hii mara nyingi inatokana na watu kutumia kujichua. Kujichua inapelekea ile mishipa kuathirika. Inapoathirika, ambayo ndio sense ambayo inapeleka taarifa kwenye ubongo, inakuwa ifanye kazi ambavyo inavyotakiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku inapelekea mwanaume huyu anakuwa apati zile hisia zake katika safari. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kushindwa kuheshimiwa katika familia. Na ukumbuke, mwanamke usipomsafirisha naye katika safari yake ambayo na yeye akafika kama ambavyo wewe unavyotarajia, huwa wanatengeneza kisilani cha ajabu sana, na kisilani hiki kinaweza kukupelekea hata mkashindwa kuelewana kwenye familia, na ndipo hali ya michepuko inapojitokeza. Kwa hiyo tukushauri, kama una changamoto hii kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, tumia dawa ya Nkamba ambayo hii ni tiba na sio booster. Hii ni tiba ambayo itaimarisha uwezo wa wewe uweze kulinda ndoa yako, familia yako. Lakini pia kama wewe una changamoto pia ya pengine umezaliwa ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambayo umepelekea maumbile yako yamesinyaa na kuwa madogo kama ya mtoto, kwa sababu ya mishipa yako imeathirika na bakteria wa mshipa wa ngiri na kupelekea maumbile yako madogo, tukushauri tuwe dawa yetu ya Nzobe ambayo itaweza kumaliza changamoto hii, kuweza kurudi kwenye heshima yako, maumbile yako yawe sawa kama mwanadamu mwingine alivyo sawa. Lakini kama una changamoto pia ya kisukari, pengine kongosho yako halifanyi kazi ya kuzalisha homoni ya insulin, na insulin control sukari kwenye mwili wako wa kawaida, tukushauri utumie dawa yetu ya Ntunde au ya Nsong'wa ambayo inatibu kongosho, ili kongosho liweze kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin, na insulin iweze kukontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameweza kuweka. Lakini kuna watu ambao wanateseka na matatizo ya kansa, saratani. Tuna dawa yetu inaitwa Mchosi B+ ambayo inatibu tatizo hilo kupona. Na tunazungumza saratani ni tatizo la chembe hai za mwili kuzaliana nje ya utaratibu, na hii yawezekana ni kwa sababu tu pengine imeleta athari yoyote kwenye mwili za uvimbe au kuwa na mafuta mengi au changamoto nyingi, na kupelekea chembe hai za mwili zikabadilika tabia na kuanza kuzaliana nje ya utaratibu, na ndipo saratani inapojitokeza. Tukushauri kwa tatizo lolote ambalo linakusumbua, tutembelee Song'wa Traditional Clinic uweze kupata huduma na usiweze kuteseka tena. Kwa msaada na ushauri, tutembelee kwenye website yetu au kwenye mtandao wetu wa kijamii kama unavyoziona pale, ili uweze kupata tiba itaweza kumaliza tatizo na si kutuliza. Afya yako jukumu letu.